Sawa sawa, watu hawajakusikia, pengine hawajakuona na hawajaona taarifa za timu tangu tumetoka kwenye Kombe la Mapinduzi Zanzibar. Tueleze, timu imerejea kambini, nini ambacho kinaendelea kinachohusiana na timu hasa kwenye eneo la mazoezi kuelekea mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar. Mara baada ya kurejea kutoka Zanzibar kwenye Kombe la Mapinduzi, moja kwa moja tukaamkia uwanjani kwa ajili ya kuanza maandalizi kuelekea katika michezo yetu ambayo inafuata. Na maandalizi yalianza makusudi kale kwa ajili ya kujiandaa na mechi ya tarehe 23, mechi ya ligi ya mabingwa dhidi ya Esperance. Bahati nzuri ikaja taarifa ya mechi ya Kiporo, mechi ya ligi kuu ya NBC, na tumepangiwa kucheza tarehe 18 dhidi ya Mtibwa Sugar. Sisi kwetu ni ratiba nzuri sana kwa sababu inampa nafasi mwalimu Steven Becker kufanya tathmini yake ya mwisho kuelekea katika mechi yetu dhidi ya Esperance. Mechi dhidi ya Mtibwa Sugar tunakwenda kutafuta alama 3, lakini vile vile mwalimu apate nafasi ya kufanya assessment. Je, yale mazoezi niliyofanya kupitia Kombe la Mapinduzi, mazoezi niliyofanya wiki moja baada ya kutoka Zanzibar, tumeelewana kwa kiwango gani mimi na vijana wangu kuelekea mechi yetu ya ligi ya mabingwa. Kwa hiyo ni mechi muhimu ambayo tunakwenda kupambana kupata alama 3, lakini mwalimu kufanya tathmini yake ya mwisho ya kikosi kuelekea kwenye vita kuu ya dunia. Sawa, kuelekea hiyo mechi ambayo ni siku ya tarehe 18 Jumapili, inachezwa wapi, viingilio vikoje kutazamia huo mchezo? Mechi yetu dhidi ya Mtibwa Sugar tutacheza katika uwanja wetu wa nyumbani Meja Jenerali Samuyo Mbweni. Nichukue nafasi hii kuwaalika wana Simba waje waipe support Simba yao, waje waione Simba yao. Ligi kuu ya NBC bado tupo kwenye mstari ulionyooka, hatuhitaji kutetereka wala kupepesuka katika mechi hii, na tunahitaji support kubwa ya mashabiki ili timu iendelee kufanya vizuri katika mashindano haya. Kwa hiyo mechi itakuwa ni saa 10 kamili na viingilio ni shilingi 5,000 kwa mzunguko na shilingi 10,000 kwa VIP. Wanasimba tufanye kila kinachowezekana kufanya, tuje kwa wingi katika mchezo huo. Kwanza tuko nyumbani, lakini pili tunahitaji kupata ushindi katika mchezo huo. 3, tunacheza na timu ngumu. Mtibwa Sugar pamoja na kupepesuka kwake kote, pamoja na kupanda na kushuka daraja, lakini huwezi kuondoa heshima na historia iliyotukuka ya Mtibwa Sugar. Mechi itakuwa ni ngumu sana, lakini imani yetu ni kwamba uwepo wa mashabiki wetu majukwaani utakwenda kuongeza morali na chachu kwa mashabiki, na hatimaye tupate ushindi, tuchukue alama 3. Tunaelekea katika mechi ya tarehe 23 ya dhidi ya Esperance. Tunahitaji kupata confidence, tunahitaji kupata winning mentality, tunahitaji kupata kila kitu kikiwa katika uchanya wake ili twende tukapambane na Esperance. Na huo uchanya tunaupata wapi? Kupitia mchezo huu dhidi ya Mtibwa Sugar. Sawa, semaji, tupo katika dirisha dogo. Tuanzie hapa. Watu wamemwona Awesu akitambulishwa kwenye kikosi cha timu nyingine. Pia unaweza kutueleza taarifa zake zikoje, lakini pia utuambie kuna mchezaji mwingine ambaye ametoka au anatarajia kutoka kwenye timu yetu kabla kuja kuangalia wale ambao wanaingia. Kama kumbuka tukiwa visiwani Zanzibar nilikwambia sisi tumenufaika sana na michuano ya Kombe la Mapinduzi kwa sababu imempa nafasi mwalimu ya kufanya tathmini ya wachezaji aliokuwa nao ama kikosi alichokuwa nacho. Kupitia michuano hii ya Mapinduzi, mwalimu Steven Becker akajiridhisha kwamba huyu ananifaa, huyu hanifai, huyu atolewe, huyu aendelee, huyu auze, huyu afanye kitu gani. Na kwa mantiki hiyo basi mchezaji Awesu baada ya kudumu Simba Sports Club kwa muda wa mwaka 1.5, tumefikia makubaliano ya kumtoa kwa mkopo kwenda timu ya Kenya Police ya pale Kenya, na mkopo wake ni kuanzia hivi sasa mpaka mwishoni mwa msimu. Na tukifika mwisho wa msimu anakuwa amemaliza
mkataba na Simba Sports Club. Kwa hiyo atakuwa mchezaji huru. Kama kiwango chake kitaongezeka na kitaridhisha zaidi, basi atafanyika mazungumzo ya kumuongezea mkataba, na kama itaonekana basi sasa kila mtu ashike lake, ndio itakuwa tumeachana moja kwa moja na mchezaji wetu Awesu Ali Awesu. Kwa sisi Simba Sports tunamtakia kila laheri, aende akatuwakilishe vyema, aende akaipambanie nafsi yake, lakini aipambanie Simba Sports. Tumefungua mianya hii ya biashara baina yetu sisi na Kenya Polisi. Tunaamini Awesu akifanya vizuri atafungua mianya kwa wachezaji wengine vile vile wa Kitanzania, lakini sehemu yake ya kwenda kujuza zaidi na kwenda kujitangaza zaidi kupitia timu ya Kenya Polisi. Lakini vile vile katika dirisha hili dogo la usajili, hii kidogo ni habari ya kusikitisha. Yes, mchezaji wetu mwandamizi ambaye amedumu nasi kwa takriban miaka 11 kama niko sawa sawa, kama sio miaka 10, Muzammir Yassin, naye vile vile tumefikia makubaliano ya kumtoa kwa mkopo kwenda timu ya TRA ya pale Tabora. Muzammir Yassin amekuwa nasi kwa kipindi kirefu, amejiunga nasi tangu akitokea Mtibwa Sugar, amedumu na sisi kwenye kipindi cha raha na shida, ameipambania Simba Sports Club kwenye nyakati zote, na amefanikiwa kuifikisha Simba katika nafasi ya 5 kwa ubora Afrika. Amefanikiwa kuipa Simba mataji ya ligi kuu ya NBC mengi yasiyopungua 5. Amefanikiwa mambo mengi kweli kweli ndani ya klabu yetu ya Simba Sports Club. Lakini wakati ni ukuta, muda umefika wa kuachana na kipenzi chetu Muzammir Yassin, na kwa mantiki hiyo basi tunawatangazia rasmi mashabiki wa Simba kwamba tumefikia makubaliano ya kumtoa kwa mkopo Muzammir Yassin kwenda kunako klabu ya TRA, na sababu yake ni kwamba bado ana uwezo wa kucheza, bado ana nguvu ya kucheza. Bahati mbaya nafasi yake ndani ya Simba imekuwa finyu. Kuliko kuendelea kukaa naye ukamnyima nafasi ya kuendelea kuonesha uwezo wake, ni vyema ukamfungulia nafasi ili aweze kwenda sehemu ambayo atapata nafasi ya kucheza na kuongeza ubora wake. Na timu ambayo of course timu zilikuwa nyingi zinamhitaji, lakini TRA ndio ambao wamekuwa mbele zaidi kwenye kuhitaji saini yake, na tumefikia makubaliano hayo tayari. Sasa ameshaenda kujiunga na timu ya TRA. Bado tunaandaa utaratibu mzuri zaidi wa kuagana naye, lakini mechi ya tarehe 18 dhidi ya Mtibwa Sugar tutaitumia mechi hiyo rasmi sisi mashabiki wa Simba kumuaga Muzammir Yassin. Na uzuri wewe ndio utakuwa mtangazaji hapa, wanataka nini wale MC, utawatangazia mashabiki wote wa Simba. Tusimame tumpigie makofi Muzammir Yassin, jezi yake namba 19 ile. Tutakuwa nayo hapa jukwaani, tutamkabidhi kocha akae nayo, tusubiri mwingine kuja kukabidhiwa jezi hiyo. Lakini mashabiki ambao watakuja hapa uwanjani, tutatumia walau sekunde kadhaa kwa ajili ya kusimama na kumpigia makofi kwa kazi kubwa ambayo ameifanya. Kudumu ndani ya Simba kwa kipindi cha miaka 10 haiwezi kuwa nyepesi hata kidogo. Kuna watu hapa wanakaa mwaka mmoja, miezi 6, mwingine hata hajafika huko. Lakini kwa Muzammir kwa kukaa miaka 10 ni anahitaji heshima kubwa sana. Na kwa mantiki hiyo basi na uzuri wenyewe, yani wote coincidence ni kwamba timu iliyomleta hapa kwa maana Mtibwa Sugar na timu iliyomlea kwa miaka hiyo 10 kwa maana Simba Sports tunakutana. Kwa hiyo kwa pamoja tutakwenda kumuaga sisi na Mtibwa ambao walimlea kwa kipindi chote, na baada hapo ataendelea na majukumu yake ya kuipambania TRA United. Lakini mkataba wake naye vile vile unaelekea ukingoni. Kwa hiyo mkataba wake ukishamalizika atakuwa mchezaji huru, ataamua lililojema kwa maslahi yake. Sawa, hapo kwenye dirisha dogo hili nje kumekuwa na vitu vingi sana vinazungumzwa. Tupo kimya, ndio linapita hivi kimya au taarifa zikoje? Kifua unacho au linapita hivi kimya? Leo nimesikia leo asubuhi mambo mengi. Kimya kaka, ni kweli?
unaweza kaona msitu alafu ukajipendekeza kuingia ukihisi yale ni majani tuna miti, kumbe ndani huko kuna shughuli zinaendelea, kuna simba wakali, kuna chatu, kuna koboko. Kwa hiyo unaingia huko na kumeza wamekumaliza. Kwa hiyo unaiona simba imetulia huku juu, ukafikiri hakuna kazi ambayo inafanyika huko chini. Kazi ya usajili ama pilika za usajili zinaendelea kwa nguvu kubwa na kasi kubwa huko chini. Hatujatangaza mchezaji yoyote ambaye tumemsajili mpaka hivi sasa. Haimaanisha kwamba hakuna usajili ambao unafanyika. Na mpaka sasa niko hapa kuwathibitishia wana Simba ya kwamba wapo wachezaji wasiopungua 4 ambao tumeshakamilisha mipango yao ya usajili. Umeanza. Ndio mambo watu walikuwa wanaongea. 4 mpaka sasa hivi. Wachezaji 4 mipango yao imeshakamilika. Tunachosubiri tu tukamilishe taratibu za mwisho ili tuweze kuwatangaza. Kwa hiyo ndani ya muda mfupi unaokuja tutaanza kufyatua mashine moja baada ya nyingine. Baada ya Mwalimu Steven Becker kuja kumkabidhi timu na kufanya mazoezi kupitia Kombe la Mapinduzi, akatoa mapendekezo yake kitu gani kinahitajika ndani ya timu, na viongozi wakaingia sokoni na kuanza kufanya mazungumzo na wachezaji pendekezwa, na hatimaye tumefikia pazuri. Kwa muda ukifika tutaanza kutambulisha mchezaji mmoja baada ya mwingine. Lakini jambo moja tu la kuambiwa na Simba ni kwamba tumefanya maboresho makubwa kwenye timu yetu. Tumefanya maboresho mazuri. Tumepata maingizo sahihi kwenye timu yetu. Tuna wachezaji kama chumvi, yani unaweka na kolea unakunywa mchuzi hapo. Tumechukua watu ambao wametoka kazini moja kwa moja na kuwaleta kwenye timu yetu. Kwa hiyo ni wachezaji ambao wanakuja kuongeza ubora mkubwa kwenye timu yetu. Ni wachezaji ambao wanakuja kuongeza ushindani ndani ya timu yetu. Ni wachezaji ambao wanakuja kupambana vilivyo kwa ajili ya kuipambania Simba Sports Club. Muda ukifika tutaanza kushusha mashine moja baada nyingine. Nichukue tu nafasi hii kuambiwa na Simba kwamba wasiwe na wasiwasi. Wengi wamekuwa na pressure kwamba muda unakwenda, usajili hatuoni, kimya kimetawala. Kimya hakijatawala. Kazi inaendelea. Viongozi wetu wanaendelea kupambana huko kukamilisha madili mbalimbali ya wachezaji, na mipango ikisha kwenda sawa sawa tutaanza kufyatua mmoja baada mwingine. Ukisha muona babu wa tarumbeta wanani bwana baragumu, ukisha muona babu wa parapanda au baragumu analipuliza lile parapanda imelia parapanda, basi jua naanza kuchusha mashine moja baada nyingine. Lakini ninachoweza kuwathibitishia wana Simba ni kwamba tumeleta vyuma vya maana kweli kweli. Tumeleta wachezaji wa daraja. Na jambo moja ambalo mimi limenifurahisha kwa mashabiki wa Simba ni kwamba wanakubali ya kwamba sisi tunasajili wachezaji wazuri sana. Na ndio maana wapo. Sijui umeelewa ila kilio chao ambacho nimekisikia ni kwamba wakija hapa hawafanyi vizuri. Kwa hiyo tuna wao ndo kigezo ndo shida yao iko hapo. Lakini kwenye eneo la kusajili wachezaji wazuri, mashabiki wa Simba hawana mashaka, na maana yake ni kwamba hapo nahitaji kuwapa kongole viongozi wetu. Haya mambo mengine sasa haya tutaangalia namna gani ya kulinda na kuboresha viwango vya wachezaji, lakini jukumu la kwanza ni kushusha bunduki za maana, na kazi hiyo imefanyika kwa ufanisi wa hali ya juu. Basi ninongeza kidogo, mimi sitasema mmoja hapo. Mchezaji mmoja? Mimi sisemi. Anafananaje basi kama unataka kunitajia jina? Anafananaje? Wewe ndiye ndio unapofanana au kama unaweza kunitajia? Mchezaji wetu mmoja kama nyumba. Nyumba ipi sasa hii? Nyumba yani bonge Duden. Yani nyumba kubwa, nyumba gorofa, nyumba ndogo, nyumba ipi? Nyumba gorofa. Bonge la baba. Umeanza bodybuilder wewe, anywa vyuma au nani? Mtu wa kazi kaka. Mtu wa kazi. Mtu wa kazi kweli kweli. Utaona kuwa na subira. Sawa, tumalizie wala kwa chache. Semaji, swali langu la mwisho, vipi kuhusiana na wachezaji ambao wana changamoto ya majeraha? Bado tunaendelea kuwapatia matibabu baadhi ya wachezaji ambao wana majeraha.
Musa Kamara. Musa Kamara, taarifa njema ni kwamba yupo kwenye hatua za mwisho za matibabu yake, na kufikia wiki inayokuja ataanza rasmi mazoezi ya uwanjani chini ya fitness coach kwa ajili ya kuanza kujitafuta utimamu wake wa mwili, lakini maendeleo yake yanakwenda vizuri sana. Yakubu Suleiman yeye bado yupo kwenye matibabu. Wiki inayokuja ataingia kwenye phase ya pili ya matibabu, na baada ya kuingia hiyo hatua ya pili ya matibabu anatakiwa kukaa nje kwa muda wa wiki 4 baada ya kuanza matibabu yake ya awamu ya pili. Kwa hiyo Yakubu yeye bado anaendelea kupatiwa matibabu. Morris Abraham amesharejea na ameanza mazoezi na wenzie, yuko fiti karikiti. Morris yupo haina mashaka. Lakini kwa hapo kwa Morris wapo watu wengi ambao nimekuwa nikiwasikia nikiona wanajitekenya. Sasa kama sumu inalambwa, sumu ya kuua ile, kama sumu inalambwa, waje wazungumze na Morris Abraham. Kama sumu inalambwa, waje wazungumze na Morris. Sio wanajitamanisha kabakisha miezi 6 tunazungumza na anapatikana. Kama sumu inalambwa, waje wazungumze na Morris Abraham. Shukrani sana.